Sifa na utukufu apewe yeye aliyeketi mahali pa juu palipoinuka, Mfalme wa falme, aliumba mbingu na nchi na vitu vyote. Heshima na uwezo na yeye hata milele. Amina. Kwa majina naitwa Justin Potas Likwelile. Nikukaribisha katika podcast yetu hii leo. Tutakwenda kuzungumza somo muhimu sana katika podcast yetu hii. Kwa ndugu yangu, kama upo tayari kufuatana na mimi, basi fuatana na mimi katika podcast yetu hii leo kwa ajili ya kujifunza jambo muhimu sana la kina zaidi. Leo tutakwenda kuangalia mada moja ya muhimu sana, au jambo moja la muhimu sana, ambalo jambo hili limekuwa ni swali la watu wengi, limekuwa mashaka ya watu wengi, lakini leo tutakwenda kujikita kuangalia kwa kina zaidi. Nalo ni kuhusu Biblia. Kumekuwa kuna mkanganyiko wa watu wengi juu ya kukiamini kitabu hiki cha Biblia. Wapo watu ambao wanaosema kwamba kitabu hiki sio kitabu cha Mwenyezi Mungu. Lakini pia mbali na watu hao, pia wapo watu ambao wanaosema kitabu hiki kimeingiliwa, yani ndani yake yamo mambo ya Mungu, lakini pia yamo mambo ambayo sio ya Mwenyezi Mungu, yani kuna mikono ya watu imeingizwa kwa makusudi yao binafsi. Kwa hiyo fuatana na mimi katika kipindi hichi kuelewa zaidi ukweli uko wapi, kwamba kweli Biblia kuna watu wameingiza mikono, lakini pia kuna kundi la watu ambao wanaosema Biblia sio kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo fuatana na mimi, tutakwenda kuangalia kwa kina zaidi kwamba Biblia ni kitabu cha aina gani. Biblia ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Je, Biblia ndani kuna mikono imeingizwa? Lakini kabla tujaanza kuzungumza hivyo vitu zaidi na zaidi, ni lazima tuelewe kwanza tafsiri ya Biblia. Nini maana ya Biblia? Lazima tuangalie kwa kina zaidi. Biblia imeandikwa na nani? Wameandika wakina nani na walikuwa wapi kipindi wanaandika? Kwanza kabisa tuanze katika tafsiri ya neno Biblia. Biblia katika tafsiri, neno hili limetokana na Kigiriki, ambayo linalenga kuwa Biblia ni mkusanyiko wa vitabu vingi. Yani ilikuwa ina maana Biblia ni mkusanyiko wa vitabu vingi vya Mwenyezi Mungu. Yani tafsiri ya neno Biblia yenyewe. Sasa ndani ya Biblia ndo kuna vitabu vingi. Sasa hiyo ni tafsiri ya Biblia, kwa maana ya ukitafsiri sasa kwa lugha ile ya tafsiri, maana ya Biblia. Lakini mbali na kuelewa kwamba Biblia ni mkusanyiko wa vitabu vingi, pia lazima tuwe kuna aina ngapi za Biblia. Biblia kuna aina kuu 4 za Biblia. Biblia kwanza tunasema ni Biblia ya Kiprotestanti au Biblia ya Waprotestanti. Hii ni Biblia ambayo ina mjumuiko wa vitabu 66, ambayo Agano la Kale na vitabu jumla ya vitabu 39. Agano Jipya ina jumla ya vitabu 27. Ukija kujumlisha unapata vitabu 66. Biblia ya pili ni Biblia ya Roman Catholics. Biblia ya Roman Catholics ina jumla ya vitabu 73, ambavyo ukifuatilia Agano la Kale vile vile kuna vitabu jumla ya vitabu 39. Agano Jipya kuna vitabu 27. Lakini pia kuna vitabu tena 7 vimeongezwa, vinaitwa Apocrypha. Hizi Apocrypha ni jumla ya vitabu 7 ambavyo vimeongezewa katika Biblia ya Roman Catholic. Kwa ukija kukaunti pale, ukijumlisha unakuja kupata jumla ya vitabu 73, ambavyo kwa tafsiri nyingine ninaposema Apocrypha ni vitabu ambavyo vinaelezea historia ya kweli, lakini havina uvuvio wa Roho Mtakatifu. Hiyo ndio tafsiri ya neno Apocrypha. Lakini pia Biblia ya tatu kuu tunasema Biblia ya Orthodox. Biblia ya Orthodox Ethiopia. Biblia hii ya Orthodox Ethiopia ina jumla ya vitabu 76. Yani Biblia hii ya Orthodox Ethiopia ina jumla ya vitabu 76. Lakini Biblia ya 4 kuu tunasema Biblia ya Orthodox Ethiopia. Hii ndio Biblia kubwa mno duniani. Yani hii peke yake ina jumla ya vitabu 81. Yani Biblia ya Orthodox Ethiopia
ina jumla ya vitabu 81. Leo tutakwenda kuangalia ufafanuzi za kina zaidi kuhusu Biblia. Nani kaandika? Wameandika watu wakiwa wapi? Je, ni maneno ya Mungu au ni mipango tu ya binadamu? Kwa hiyo tutakwenda kuangalia kwa kina zaidi. Lakini tuangalie zaidi kwanza na kitabu cha kwanza nilichokitaja, Biblia wa Protestanti. Tutaiangalia hii kwanza kwa kina. Biblia ya Protestanti ni Biblia ya aina gani? Kwanza kabisa nianze kusema Biblia ya Protestanti ina jumla ya vitabu 66. Kama nilivyosema hapo awali, Agano la Kale vitabu 39, Agano Jipya vitabu 27, jumla 66. Biblia hii imeandikwa kwa lugha mbili kuu. Lakini lugha ya kwanza ni lugha ya Kiebrania, ambalo hiyo inahusu Agano la Kale. Yaani Agano la Kale lote limeandikwa kwa lugha ya Kiebrania. Lugha ya pili iliyotumika kuu kuandika Biblia ni lugha ya Kigiriki au Kiyunani kwa kauli nyingine, kwa sababu wakati huo Wayunani ndio walikuwa wanatawala, yani kuanzia Uyunani mpaka kuja Roman Empire. Sasa kabla ya Roman Empire waliotawala dunia walikuwa ni Wayunani au Wagiriki. Kwa hiyo lugha yao ilienea sana. Kwa hiyo iliandikwa kwa lugha ya Kigiriki au ya Kiyunani kwa kauli nyingine. Sasa tuanze zaidi na Agano la Kale kwanza. Agano la Kale tuliangalia kwa kina zaidi, ambalo lenye jumla ya vitabu 39. Lakini kabla tujaanza kuangalia kwa kina zaidi kuhusu Biblia hii ya Agano la Kale, kuna jambo la msingi sana tunatakiwa kwanza tulielewe kuhusu ulimwengu. Ulimwengu kwa makadirio mpaka sasa una jumla ya miaka 6000. Yaani ulimwengu tangu umeumbwa mpaka sasa, kwa mujibu wa Biblia au kwa mujibu wa maandiko, una jumla ya miaka 6000, ambayo wastani wa karne 60, ambayo Agano la Kale peke yake au wakati huo wa kale kabla ya Yesu Kristo zilipita karne 40 kabla ya Yesu Kristo kuzaliwa. BC karne 40 zilipita, ambayo hizi karne 40 kuja tena kujumuisha baada ya Yesu karne 20, kuja kujumuisha hapo kuja kupata karne 60. Kwa hiyo Biblia, kwa mujibu wa Biblia, inatueleza zaidi kwamba dunia ina jumla ya miaka wastani ya miaka 6000. Sasa tuangalie historia ya kina zaidi. Biblia ya Agano la Kale ilianza kuandikwa kipindi gani? Biblia hii ya Agano la Kale ilianza kuandikwa kipindi cha Musa. Wakati Musa kaandika Biblia hiyo mwaka wa 1500 BC, mwaka 1500. Yaani ukipiga hesabu kwa hesabu hiyo ambayo nimekupa hapo, unaona kwa makadirio zilipita kama karne 25. Fanya 40 kutoa 15, maana walikuwa wanahesabu kwenda kinyume nyume. Yaani nafanya hivi manake hesabu ya zamani miaka ilikuwa inahesabiwa kurudi kinyume nyume. Kwa hiyo kuja kutoa 40 kutoa 15 kuja kupata 25. Kwa hiyo kabla ya Musa kuzaliwa karne 25 ndio zilizopita kabla ya Musa kuzaliwa. Wastani wa miaka mingapi hapo? Wastani wa miaka karibia, kwa sababu karne moja wastani wa miaka 100. Kwa hiyo piga hesabu karne 25 ni wastani wa miaka mingapi? Ni miaka mingi sana imepita kabla ya Musa kuzaliwa, Biblia kuandikwa. Sasa Mungu wakati huo alikuwa anazungumza na watu wake kupitia tu njia ya ndoto na mazungumzo ya ana kwa ana. Kuanzia kwa baba yetu Adam, kutoka Adam unakuja mtu mmoja anaitwa Nuhu, mzee wa imani. Maana kuna tofauti kati ya manabii na wazee wa imani. Nuhu alikuwa mzee wa imani. Kutoka Nuhu tunakuja mtu mmoja anaitwa Ibrahim, mpaka kufikia manabii yao wengine Malaki, Danieli na manabii wengine kaza. Sasa hesabu hii ya miaka ama hesabu hii ya karne imepigwa kutokana na vizazi. Yaani kutoka Adam
mpaka Nuhu, kutoka Nuhu mpaka Ibrahim, kutoka Ibrahim mpaka wana wa Israeli mpaka kufikia kwa Musa, ambayo unaanza kusoma historia hii ni kukumbusha kwa haya ya kitabu cha Mwanzo 5 na Mwanzo 11. Inaelezea kwa kina sana kwamba historia ya vizazi ambavyo Biblia imeeleza. Sasa wakati wana wa Israeli wameenda utumwani, wanateswa na Wamisri takribani miaka mingi sana, walikuwa kule katika utumwa wao, na sababu ya kuingia wana wa Israeli Misri ilikuwa sababu ya njaa. Mungu sasa ndo anaandaa mpango sawa wa kuondoa wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri kwenda nchi ya Kanaani. Sasa wakati wako Mungu anaandaa mpango huo na wakafanikiwa kutoka nchi ya Misri kwenda nchi yao ya Kanaani, tunaona kwamba wakati wako jangwani, Mwenyezi Mungu sasa akaanza kuzungumza na Musa juu ya kuwaongoza wana wa Israeli, juu ya kuwasimamia wana wa Israeli. Hizo habari unazipata kuanzia kitabu cha Kutoka kuendelea, ndio unapata habari zaidi ambazo zinazungumzia historia ya wana wa Israeli. Tunaona Mwenyezi Mungu anampa